Tunataka ili tuende nafasi ya maandiko matakatifu. Naamini kwamba Mwenyezi Mungu atasaidia. Andiko ambayo tunasoma ni ile ambayo tunasoma. Na kabla tuende hiyo tunataka tuende kitabu cha Warumi. Warumi 5 mstari wa 6 hadi 8. Page 11 page niyo 1039. Alonyo page 1039. Moe chakisire paragole kiboru chomyetab Jehova emetab Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Komwa kole amun yekitok ko kinyolulyotin kome Kristo akobo cheyachen en betut nekikolewen. Bwana asifiwe. Amen. Pale kime Kristo alikufa. Amun kinyolulyotin kome Kristo akobo cheyachen. Kwa sababu sisi tulikuwa mbaya, Mungu akakufa. Au nawe betut ainoni nekikokilewen, siku ambayo alikuwa amechaguliwa. Kubwa ngele meetab Yesu. Kuonyesha siku ya Mungu kukufa iko ajali tu. Ilikuwa imechaguliwa. Kama yanisa kole, amundi chi, komechi akobo chi nebo imanda. Owabere konye chito age kome akobo chi nemi. So maimukose kome chito, haiwezekani mtu afe akobo chito kwa ajili ya mtu mwingine. Ana akobo chito nemi. Ama kwa ajili ya mtu mwema. Kristo ndiye alikufa kwa ajili yetu. Wala yasisi ako iboru echeche Jehova chomyenyin amun yekito ko kitegekinik kome Kristo akobo eche. Bwana asifiwe. Amen. Yonitani ile komoche kengalal. Hapo ndio nataka tuongee kuhusu mstari wa 8. Ile mi kanetutik anan kanetetab ke nekengolole. Mahali kuna mafundisho ambayo tunajifundisha ni hapo. Wakamwa kole anasema iboru echeche Jehova chomyenyin. Na Mungu anatuonyesha upendo wake. Ala amun yekito kitegekinik. Maana tulipokuwa watenda dhambi, Kristo akafa kwa ajili yetu. Bwana asifiwe. Amen. Kibendi kengolole akobo chomyet. Tunaenda kuongea kuhusu upendo. So kichame Jehova. Mwenyezi Mungu alitupenda akokonech werinyin na akatupa mwana wake na akafa. So sirutiet nekitononen betutab raini ko nombo kila nongi. Andiko ambayo tunasimamia ndiyo ambayo tunajua kila wakati. Nekitelen Yohana ko kasomo ako yenda manakata. Ambayo tunasema Yohana 3 ako yenda manakata. Mstari wa 16 nasemaje? Amun kicham Jehova kwa ajili Mungu alipenda ulimwengu. Kutoa kweli akamtuma mwanae. Basi. Nekikine kulisema msaka tunelione. Mwana pekee ili amwaminie aweze kupata ufalme wa mbinguni. Page 977. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Kitabu namba Yohana. Katika hiyo kitabu ya Yohana. Ukisiri Yohana nenda. Yohana pekee yake alikuwa anaandika. Ukisiri Yohana kitabu. Na kwa ajili Yohana alikuwa anaandika hiyo kitabu. Alikuwa anaona upendo wa Mungu. Mwandishi huyu ambaye anaitwa Yohana. Yohana mbatizaji Yesu Kristo. Yohana ambaye alikuwa rafiki ya Yesu. Kwa maana alikuwa rafiki Yesu akaandika urafiki wa Yesu Kristo. Katika mwanzo kulikuwa na Adam na Eve. Walipoenda pande nyingine, Mungu akaona akasema ni vema arudishe. Sema ni vema arudishe. Kwa upande mwingine kulikuwa na mtu ambaye alikuwa anaitwa Jacob. Na Jacob alikuwa ameoa wanawake wawili. Tuguse kidogo kwa ajili ya Joseph tena. Jacob alipotaka kuoa, alikuwa anataka aoe Rebeka. Akaenda kaambia afanya kazi miaka 7. Alipomaliza akaambia uwezo kaumua mdogo kabla mkubwa awe. Akaenda miaka 7 tena.
Kikoka kesi kora Joseph. Kaonyesha kwamba Joseph alipozaliwa Joseph kosipta. Yusufu alizaliwa na mamake akafa. Lakini kichame kwanda Joseph kabisa chana. Na baba yake alikuwa anapenda sana Yusufu. Upendo. Ambaye alikuwa anataka aache tena. Hata ndugu yako alipojua kwamba anapenda akapea nguo nzuri ambayo alikuwa akufananisha. Alikuwa anapenda mpaka ndugu yako alipoona akaenda. Kaenda sema sitakufa mpaka nione nani. Hata akaona Yusufu na hakufa kweli. Kitabu ya Mungu ikasema maana Mungu alipenda ulimwengu. Maana Mungu alipenda ulimwengu sana. Kasema Mungu alipenda wapi? Ulimwengu sana. Yes, kujeni nyinyi watu watatu. Bwana asifiwe. Amen. Hao watu watatu. Na vile hao watu watatu uko tawalenji John. Nikiambia Yona ajami nakupenda. Alenji wewe. Kaambia huyu Ubojamina anakupenda. Ale wewe. Nikaambia huyu acha mimi nakupenda sana. I know. Mgani? Nani? Yule wa sana. Ne jamaa. Yanapendwa sana. Wewe ni wale acha mimi. Yeye aliambia nakupenda. Au ni wale ubojamina. Nikaambia huyu nakupenda. Kwa ino waraeli. Ndio nikaambia na. Ai ndio kaiga. Ndio Yona ndiye aliambia nakupenda. So kata agele. Alikuwa anaambia tu huyu. Idios. Anga njoo wenyu lakini Jona rafiki yake. Kama zaidi si sana. Lakini ndio njoo wenyu ngono. Lakini rafiki yake ni nani? Ndio. Bwana asifiwe. Ubudie na. Ketini. Ngaji unapenda wote. Wallahi tabuta tu. Kitabu ya Mungu inasema maana Mungu alipenda ulimwengu sana. Aliangukia sana. Na alipopenda ulimwengu sana, hakupenda bure. Na wa dunia ni nani? Ulimwengu ni sisi. Ulimwengu ni sisi ambao tulikuwa tumepotea. Ambayo tulikuwa tunaendana na kitu na Mungu. Mungu akaona kwamba nitafanyaje hao watu. Atupenda sana. Na alipotupenda hakutupenda bure. Akatuma mwanao. Bwana asifiwe. Sahi. Rebeka. Bari Rebeka. Kwa sababu ukiambia uko na watatu na wapili nipeane na utaona tena. Nasa pia. Alikuwa na ngapi? So nipe hata mmoja ndio paka na wawili. Alitupia mwepekee ambao kwa kufananisha mwingine. Kwa ishara kwamba alipotupenda sana. Akatupea mwanao pekee. Bwana asifiwe. Amen. Tunaongea kuhusu upendo. Ambaye ni hiyo. Yes. Alipotupea mwanao. Akatupea tu hivyo. Alikuja kufa. Unaime. Hivyo ikwaje? Sasa ngine tunapiga duru ndio tunasema sitakaribia. Yes. Ishara kwamba kifo ni mbaya. Lakini Mungu hakuona hiyo. Alikuona wewe. Hakuona huyu. Bwana asifiwe. Amen. Upendo ulioaje ambao Mungu alitupenda. Upendo aje ambao Mungu alitupenda.
Ibwate ne nebo? Unakumbukaje wewe? Kitabushek alak ingesoman komwoe kole tuguk tugul ko neo ko chomyet. Kwa vitabu zingine ukisoma kinasema kwamba yale yote kubwa ni upendo. Tunone chomyet ko negen ak Jehova. Upendo unasimama peke yake na Mungu. Ndio maana Mungu alitupenda. So ya chuko ki Kristiani. Ni vema tukiwa Kristo. Ikuye jamene kijame Jehova. Tuelewe upendo ambao Mungu alitupenda. Atupe mioyo yetu. Maana Mungu alipenda ulimwengu mpaka akatuma mwanae ambaye ni wa pekee. So kinege. Yeye alikuwa pekee. Ako lengo leba kwa ile simelus. Akasema ili usije ukapotea. Wala simalia. Simalus usije ukapotea. Bwana asifiwe. So kwa ngeko nweri kwa kimache Isa. Kwa huyu mwana alipopeana alikuwa anataka ili uishi. Mwana wa pekee. Ako lengo leba cha kwa ile simelus. Na lengo ya haya yote ni kwamba ili usipotee. Bwana asifiwe. Usije tukapotea. Tumepewa mtu ambaye amechukua damu zetu. Ili kila ambaye aamini asije akapotea. Asije akapotea yule ambaye anaamini jina la Yesu. Bwana asifiwe. Tupe Mwenyezi Mungu maisha yetu. Ili Mungu apende kusaidia. Yeye ambaye aaminie Aisha kapotea. Bwana asifiwe. Amen. So sema kile ni mwana. Ili tusije kapotea kwa hii dunia tuamini. Kwa wale ambao wanasikia redio. Wakati inanyesha tunasema dalili ya mvua ni mawingu. Wakati kunanyesha kuna mawingu. Haiwezi kanyesha kwa hati jua iko. Siku za mwisho ni hizi. Tunataka tuangalie tuseme kwamba mawingu imetoka. Kuna kitu ambacho alikuwa anaona kwa YouTube. Alikuwa anaona kitu ambacho inasema waves mtoka. Wametoka baharini, toka kwa baharini. Akiendelea akaenda kupita aseme kwamba ni nini mbaya. Alipouliza kwa akaambia kwamba kuna mnyama mkubwa ambaye iko ndani ya maji ambaye anawafukuza. Wakakuja kuwekwa pamoja. Wakati wa kwanza watu wa sayansi wakubaliane. Kuna kitu ambaye iko pale ambaye inafukuza wanyama. Tupeane upendo wetu ambao tunapenda Yesu kama ile. Ambayo tuliambia yule nakupenda sana. Bwana asifiwe. Upendo ni ya muhimu. Maana Mwenyezi Mungu alitupenda. Atupea mwanae ambaye ni wa pekee. Ili kila mtu asijapotee. Ambaye aaminie. Bwana asifiwe. Kwa ile kitabu ya Warumi 5 mstari wa 8 imetuambia aje? Nasema na Mungu atatuonyesha upendo wake. Maana tulipokuwa watenda dhambi, Kristo akafa kwa ajili yetu. Kristo alipokufa ikaonyesha kwamba tumepata ufalme wa milele. Huyu mwana ambaye tumetupea ni kifunguo ya mbinguni kwetu. Bwana asifiwe. So tumepewa kifunguo. Tufungue twende wapi? Twende mbinguni. Bwana asifiwe. Kristo alipokufa kwa ajili yetu ikatuonyesha upendo wake. Bwana asifiwe. Upendo ambao hakuna wa kufananisha. Upendo ambao hatujaipata
ambayo tulipata kwa Kristo peke yake. Kwa ajili kufa kwake Yesu Kristo ambaye alitupa. Tulikuwa tukiongea na mhubiri akaniambia muda imeenda. Nikaambia wakati inajijua. Ili tuone vile tutafanya. Maana Mungu ataenda kutusaidia. Maana Mungu alitupenda. Kwa upendo ambaye ishi. Saa zingine mnapendana na mtu. Na ile kijana ambaye aliambia nakupenda sana. Saa zingine mnapendana na rafiki yake. Lakini miaka 5 hamusalimiani. Si hivyo ile ya Mungu. Wakati ameanza. Na inaenda mpaka mwisho. Na hata kata yake. Bwana asifiwe. Amen. Napoenda kumaliza. Bwana asifiwe. Tumechoka kwamba Mungu ametupa upendo. Upendo ambaye imekamilika. Upendo ambao hakuna upendo mwingine. Bwana asifiwe. Mungu alitupea upendo ambao hakuna wengine. Tulipoenda kupotea. Tuende kupotea kabisa. Mwenyezi Mungu hakutuacha. Hakutuacha tena. Ndio maana ametupa mwanae. Tunapoamini Mwenyezi Mungu, hatuwezi tukapotea tena. Maana amesema yule ambaye anaamini hawezi kupotea. Wakati tumeamini hatuwezi tukapotea tena. Hatutapotea kamwe. Na tupate ufalme wa milele. Tunapoamini Mwenyezi Mungu, tutapata ufalme wa milele. Yale ambayo tunang'ang'ania wote ni ile ufalme wa milele. Maana hakuna lingine. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tuko pamoja. Tumesema kwamba Mungu alitupenda. Tunataka tupende hata sisi mioyo yetu. Na tufungue roho zetu. Na tupende vile alitupenda. Kwa upendo kubwa sana. Maana alitupenda sana. Bwana asifiwe. Amen. Nataka tusimame. Na tufungue nyimbo zetu namba 51. Namba 51. Nashangaa kwa ajili ya upendo wa Mwenyezi Mungu. Mungu alipenda ulimwengu. Akapeana ili nipate ufalme. Akasema hakuna maneno mazuri kama ya kando hizi. Ambaye amenikataa kwa upendo. Akasema Mungu alinikumbuka kwa mbinguni. Na akatengeneza njia ya msamaha. Msamaha ambaye imetengenezwa. Ni kwamba alitupea Yesu Kristo. Ili nasi tupate mahali tunaingia ili tupate ufalme wa milele. Asema alitengeneza njia ya msamaha. Na Mwenyezi Mungu akaamini kumwaga damu. Hiyo ndio imetutakaza. Ambayo siku ya leo tunataka ndio twende mbele ya Mwenyezi Mungu. Na tuambia tutakaze. Maana ako pamoja nasi. Seigneur,
Kama kuna mtu ambaye anataka kuja hapa mbele imefunguliwa. Ukihisi kwamba hapo inakutosha, hiyo tuko sawa. Nataka tunapoenda mbele ya maombi ya mwisho, nataka uongeleshe Mungu. Mungu wa mwana alipokufa kwa ajili yangu, nami kanifungua leo, ili kwamba Mungu aenda kusaidia. Hakuna kitu kama kupenda Mwenyezi Mungu. Hakuna kile ambacho tunapata kwa hii dunia. Cha muhimu ni kwamba tupokee Mwenyezi Mungu, ili kwamba Mungu aenda kutusaidia. Mungu aenda kutusaidia, maana Mungu ataenda kututendea mema. Nataka nimkaribishe mchungaji atuombee maombi ya mwisho. Na so damiji ne makini gari iwapo kuna unahitaji kitu mema cha iwekte au unataka urudishe ama cha inyonge nyoge sana nataka ukuje ni tuombe kaineta katika jina la Yesu. Hii hadi kutorete Jehova. Naamini Mungu atusaidie. Kongo igora eno kwe asante sana ambapo mnaendelea kuomba hapo mahali huko katika jina la Yesu. Mama tegesa nataka tuombe. Laitorian ne sobe komukto indet ne migitsengo ari miten gobatit. Kongo yamun gering alaloit agoba chomyet kiptayat ne sobe koige engainetab Jesu. Negicham ngwony Jehova malak chekicham en ngwony kobaten echek en kainetab Jesu. Ak iyokwech Jesu Kristo konyoik sorunindet nebo tengekwokikyo en kainetab Jesu. Kimiten raini kikiyanin Jehova ako kikenyoru sorunet en kainetab Jesu. Nekamwa sirutik chetililen kole inendet neiyoni kesoru
Kiyoni Jehova nesobe koigeny kele kikenyoru sorunet ak kikenyoru katiaknatet eng kainetab Jesu. Komwa sirutik kora kole kikitiachak eng chokitab otwoknotet, komwa kole otonosen amatatakerata kokeny. Kikitiachech Jehova ekot eng chokit nebo setani ako kitonondosi eng kainetab Jesu. Ak kengonye raini kele kityokotin amun eng kainet. Kingonye raini Jehova nesobe koigeny kele kinyoru kalyet amun eng kaineng'ung. Kingonye raini kele kinyoru kabelisiet amun eng kaineng'ung, eng kainetab Jesu. Kongoi en nduyoni ak kongoi kora eng kiboitiot nekakonyokoib nafas. Ak kong'ololwech ot en betutab raini eng kainetab Jesu. Echek tugul Jehova imache ketokchingei taing'ung. Echek tugul Jehova imache kerikyin ot eng kasarta age tugul eng kainetab Jesu. Amun kirikurchech sobondo, kirikurchech katiaknatet, kirikurchech chetunotet, kirikurchech borotetng'ung tugul eng kainetab Jesu. Kirikurchech kora kakuyet nebo tamirmiriet ne tilil. Kimache kemwa kongoi en noton eng kainetab Jesu. Kimwa kongoi ko ki kaniseng'ung. Kimwa kongoi ko ki biikuk eng kainetab Jesu. Choton cheking'onye ot en betutab raini kele kibendoti ko kityokotin. Baba nesobe koigeny eng kainetab Jesu. Singomache koib ot kabwatutiet ni setani, konai kole matinye boroindo, konai kole matinye nafas eng kainetab Jesu. En sobonwekyok amu kikeiku cheityokotin, ot eng kabwatutikyok konai kole matinye nafas amu kikeiku cheityokotin. Kiptayat nesobe koigeny nangemwa kongoi. Kiyoni Jehova kele kimandoi Kiptayat ketinye kimnatet ak kamuget. Kimandoi Jehova nesobe koigeny ketinye kalosunet. Inamwa kongoi Jehova en lokalit niton, lokalitab sosiot Jehova nekakiyumak en Sunday ini. Kimwa kongoi Kiptayat. Miten lagok chemengech komwaun kongoi akichek. Miten Jehova barnotik komwaun kongoi akichek. Mi sigik komwaun kongoi. Nangemwa kongoi laitoriat eng kainetab Jesu. Kisome anyun kosibech kaberureng'ung noton nekaketach en betutab raini, kosibech eng kainetab Jesu. Akomenye ot korikyok, akomenye Kiptayat, singemondoi ketinye noton, kebaoriani ketinye noton, keng'olole ketinye noton eng kainetab Jesu. Kongoi we laitoriat amun keriyai nemie. Kiboitiot Jehova itoret, toret akine family nenyin. Ribwech Kiptayat eng kainetab Jesu. Kongoi we Kiptayat amun kirikurcheni ketinye kagasetab gei. Kainetab Jesu Neptandenyon. Amen.